posti. Baada ya kufikishwa kule chini kwa bizi vitu akawa amekaa, walimruhusu tu akae na simu yake kwanza kufanya mawasiliano, kufanya jambo lake ndani ya muda mchache then na kabisa. Na hiyo posti wengi tumeona leo, kwani ilikuwa leo ndo kumbe yake ya kesi ilikuwa. Na kosa ambalo hasa limetajwa ni nini? Naongea na nani? Na mdogo wake anaitwa Bella. Nadhani kesi yake hii ya kusimamia hivi viwanja vya wazee tunaifahamu. Yeah. Basi ndio hiyo. Hukumu ya leo ndio ilitokea. Hapa sasa kikubwa yaani kikubwa hapa ndio tukate rufaa, na mpaka sasa hivi katika mchakato wa kupata milioni 1 kwa mwanasheria kwa ajili ya kuweza kupata barua ya kwenda kukata rufaa kwa hakimu kwa kupelekwa. Sasa hivi ni changamoto ya kupata milioni kufikia kesho ipatikane kwa ajili ya mwanasheria ya kuweza kupata rufaa. Nitakiwa ipatikane milioni 1 kwa usiku huu, then kesho ndo apewe mwanasheria kwa ajili ya rufaa. Ya kesho tuwe naye kwa ajili ya kwenda kwa mwanasheria niweze kukata rufaa, na mwanasheria wake walizungumza pale kwa ajili ya hiyo mchakato wa hiyo ya kupata hiyo milioni kwa ajili ya hivyo. Okay, na umewekwa mchango na mchango sehemu ya kuchanga ama iko vipi? Ya labda kama namba. Haisemi mchango hujawekwa kwa kweli. Sasa unawafikiaje wale watu ambao mfano hapo mitandaoni ambao walikuwa wanatamani labda yaani sababu mimi nadhani milioni 1 yani kwa vile mashimo alivyokuwa mtu wa watu ndani kama inakosekana. Je, watu hao ambao hawajapata yani watu unajua wengine hawajui kama kuna hivi na kiasi fulani kinatakiwa, hao tunawafikia jamaa nyinyi kama nyinyi hapo inakuaje? Sasa mimi hapo nashinda kuelewa kwa sababu sijui naanzia wapi kutoa taarifa yani kuandaa, sababu ingekuwa ni mtu ambaye anajulikana, sababu watu wenyewe wanapiga simu kwenye simu yake, wala simu ninazo nikabidhi. Sasa yote atakayeshikwa wana mchango utakuwa tupate milioni hivi. Mtu anatoa tu ile ipatikane hicho kiasi kwa ajili ya kesho. Inabidi watu wafahamu kwamba kuna hiyo nani, inabidi Mhashamu bwana ni mtu wa watu bwana, pamoja kwamba na binadamu sisi kufahamu sio shida ni moyo wa kutoa kufanya hicho. Yaani kufahamu watu washafahamu, mpaka sasa wafahamu watu wangapi. Hamna mtu alichofanya jitihada ya kusema sasa hapo mchango wangu mimi nifanye huo hapo ili kesho tuweze ipatikane shingapi. Sasa mtu anataka tu story hivi tunaongea, anataka habari tu. Sasa hizi habari mimi nitakuwa hapa nimepokea simu zaidi ya 200. Ninatoa hii wewe sasa hivi nakupa habari. Baada ya hapa swala kufanya huo mchakato wa pesa haupo. Tunafanyaje sasa? Nitakuwa natoa tu hizi. Na mimi nachoka. Pole vichekesho. Hata mimi iliyopatikana mtu unafanyaje? Kila mtu anataka tu habari. Tutaongea tu ukifika kwenye hela. Unafanya tucheke wakati tupo kwenye majonzi. Majonzi tunayo wote tu. Lakini sasa kama mtu una moyo wa kufanya kitu kumsaidia mtu tu, saidia tufanye hivi. Hii taarifa mimi nimeshatoa taarifa paka na kila mtu nimsimulie ilipokuwa mwanzo mwisho. Ilivyoanza na manzanga sijalala hapa siku nzima. Silali. Wewe hapa leo umekuta simu inatumika. Jamani wewe tufanyane kama una chochote cha kusema kumsaidia jamani, tuseme milioni tukutane. Hiyo asubuhi tukutane ili hiyo milioni ni ndogo kwa mashimo kwa watu wake ndogo. Sasa tunazungumzia sasa hivi ile fine ingetakiwa fine ya milioni 5 ile mtu ndo awe huru. Tulikuwa tushaenda jela paka sasa hivi. Ni moyo tu wa kutoa mtu hela, kutoa kitu. Sawa, na namba ambayo napokea pesa ni 99. Namba inapokea pesa? Ya bii tumika ya kwangu sababu ya simu zake si zina nani. Mimi hapa kwangu watu kwa sababu hii ya kwake zake zote na password. Na ule muda kibibia tunatoa alikuwa ameshachukuliwa tena. Basi hebu taje hiyo namba basi hapa itaje. 07 61 05 tena 05 69 69. Moses Gavana.
0761050569. Nishaongea na mtoto wake pia, ameniambia naye kesho asubuhi atafanya hivyo. Kwa mimi nadhani kufikia asubuhi lakini kitakuwa sawa, ili tuweze kuenda kwa mwanasheria. Kila asubuhi kitakuwa sawa. Basi tuzidi kuombeana kwa kwetu, tusaidiane ndugu yetu awatoke. Sawa. Nadhani mimi timu yake tayo muda wote, taarifa zote ukipiga mimi nitapokea. Sawa ndugu yangu. Nashukuru.